kumiliki na kutawala. Preparations. Maandalizi ya kumiliki na kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usikilize vizuri sana. Tangu Mungu alipoumba ulimwengu, yalikuwa ni mapenzi yake mwanadamu aishi maisha ambayo hayana mateso kiasi cha kukana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alipanga mwanadamu aishi maisha kwanza ya furaha. Amen. Maisha ya furaha, maisha ya amani, maisha ya kuwa mshindi, a victor, maisha ya kuwa mtu ambaye hata juta kwa nini aliumbwa. Haya ndio kwa mapenzi ya nani? Ya Mungu tangu mwanzo. Na ikatokea baada ya wazazi wetu wa kwanza, hasa Adam, kukosea katika kile ambacho Mungu aliwaagiza, kukatokea mapishano, yani hawakuelewana na Mungu tangu wakati huo. Bwana asifiwe. Akafukuzwa kwenye bustani ya Eden, akaenda mbali. Lakini Yesu mwana wa Mungu aliye hai ni Adamu wa pili, ambaye kazi yake ilikuwa ni kutupatanisha na mfalme wetu, ambaye hapo mwanzo tuliachana naye kwa sababu ya dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Mwelewa vizuri. Huo ndio mpango wa Mungu. Unaposikia original plan, original intent, original purpose, ilikuwa wanadamu aishi tu. Hata kulikuwa hakuna kufa, hakuna makaburi, ilikuwa tu uishi. Lakini baada ya makosa tukaingia kwenye hatia wote, tukapoteza mahusiano na Mungu. Na Mungu kwa mipango mizuri akamrudisha Yesu kwetu, akamleta Yesu kwetu, ili tukimwamini tusipate uzima wa hapa duniani, tupate uzima wa milele, yani milele ambayo haina mwanzo wala mwisho. Ndio mipango ya wokovu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia katika mipango ya wokovu kuna kitu kinaitwa kumiliki na kutawala. Mungu alimruhusu mwanadamu na alimkusudia kabisa atawale anga, maana yake air, sawa? Atawale nchi kavu, the ground, the earth. Atawale baharini, viumbe vyote, samaki. Kwenye ardhi up kuna madini, gold, silver, madini yote kwenye nini? Ardhi. Hakuna madini kwenye hewa. Kwenye bahari kuna samaki wa kila namna, every kind of fish, na wanyama wote wanaoishi bahari. Mwanadamu anatakiwa kutawala. Amen. Ndio maana tukienda Victoria imegawanywa. Kuna Victoria ya Tanzania, kuna Victoria ya wapi? Tanzania, kuna Victoria ya Uganda. Wamegawana. Hata ukienda bahari, kila nchi iliyo kwenye ufuo wa bahari wana mipaka mpaka ndani ya bahari, na wanaruhusiwa kuvua samaki kufikia eneo fulani, maana wanatawala hilo eneo. Huo ndio mpango wa Mungu. Hakuna kosa katika haya. Amen. Hata sisi tuliokoka, tunapokuja kwa Yesu, kando na mipango ya familia zetu, watu wetu, wazazi, kuna mipango ya Mungu juu ya watu wanapookolewa, awape kumiliki na kutawala. Amen. Awape kusimama, wasiwe duni. Nazungumza hivi kwa sababu Roho Mtakatifu ameshaanza kunishughulia. Tunaelekea kumiliki. Umeelewa vizuri? Sawa? Tunaelekea. Mtumishi wa Mungu amefurahi. Haleluya. Tunaelekea
ambapo hatutampangisha Mungu, hatutamrentisha tena Mungu. Muda unakaribia sana. Sasa alikusudia tutawale na tumiliki katika wokovu, katika maisha, katika huduma pia. Huduma isiwe tu chini watu wacheke, waseme sasa kanisa ni Mungu hakuwa na mpango huo hata leo na hata kesho kutwa. In fact mpaka milele anakusudi kwamba na huduma naye ya watoto wake waliookolewa nayo ipate kumiliki, sio tu watu waje, lakini pia vitu vimilikiwe, kwa sababu vitatumika kwenye kazi ya ufalme. Tukilia tungekuwa na kanisa tumeweka hewani, yaani no up, tumeweka kanisa kwa hewa, watu watatoroka, kwa sababu hiyo sio taratibu. Hata ukijenga ghorofa utaanzia chini. Kwa hiyo lazima afanye watu wamiliki ardhi. Sawa? Kama Mungu atosha tutajenga juu, kwa sababu anataka tumiliki na hewa na anga, tutapaka huko tutakapotaka kufika, bali tuna uwezo. Kwa hiyo Mungu alikusudia watu wamiliki na kutawala, na hata watu wanapookoka. Mimi nimefundisha kinyume na mafundisho mengi ya dini, kwamba mtu akiokoka anakuwa dhaifu, anakuwa ametoroka tumango, anakuja siku haleluya. Si kweli. Watu wakiokolewa wanamtumikia mfalme, na mfalme anamiliki kila kitu. Anafika mahali anasema, sasa nawapatieni kwa sababu ninyi ni wanangu, ninyi mko upande wangu. Siwezi kuwapa upande ule, maana wao wanafanya bidii sana. Ndio maana hata sisi upande wetu tukifanya bidii, ni Mungu atupae nguvu ya kufanya bidii. Haleluya. Tukifanya kazi, ni Mungu atupae akili na nguvu ya kufanya hiyo kazi. Tena yeye mwenyewe anakuja anaibariki, anakupa nguvu, tena anakuja anaibariki. Huyu Mungu wa ajabu. Haleluya. Yaani anakupa nguvu ya kufuga, anabariki tena mifugo. Wewe hujawahi kuona huyu Mungu wa aina hii? Huyu ndio Mungu sasa. Peke yake ndiye Mungu. Kwa hiyo nataka nikufundisha vitu vyepesi, kwa sababu yaani mshaona hata kitabu kukimbia. Wanasema on your marks, get ready. Alafu mwenye mbao sijui na kengele anasimama huko. Pia sasa karibu anapiga. Tunaelekea kwenye kumiliki na kutawala. Na mimi natembea na Mungu anavyoenda. Kama wewe na nini baki? Mimi naenda na Mungu anavyotaka kwenda. Yaani huu ndio mwaka wa kumiliki na utawala. Kwa sababu ndio mwaka nataka nikufundishe vitu ambavyo usivikosee, kwa sababu ndio mwaka wa kumiliki na kutawala. Na unatakiwa uelewe, kama huduma itamiliki na kutawala, au kanisa na waliomo wanahesabiwa kwenye kumiliki na utawala kiroho, wanatakiwa na wao wawe makini sana. Maana kila mtu binafsi pia anatakiwa amiliki na kutawala katika eneo lake binafsi, sio tu kanisa na huduma ya Mungu. Na watu binafsi wanatakiwa kuelekea kwenye mwelekeo, maana wingu la Mungu huwa haliongozi watu wawili na watu wengine. Kama ni kundi la Israeli lilielekea mahali pamoja. Amen. Kama aliinua tumishi wake, na watu wanainuliwa, hawatabaki hapo walipo. Amen. Akiinua kundi zima, hakuna mtu anaachwa, isipokuwa anayekataa kumwamini Yesu. Anayekataa anaachwa, kwa sababu hatakubaliana na Mungu. Tusome kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 7. Ukumbuke haya tunapoelekea kumiliki na tumeanza. Mimi nimeshaanza mwendo. Chukua babu, weka kila kitu tuanze. Amen. Kwenye ulimwengu wa roho nimeshaanza kuona mbali. Tumoja akasema sasa naweza kuona mbali. Sasa nani naona mbali? Basi naomba hapa, nasikia tu moto unawaka.
wa Injili. Sasa moto mbona nawaka sana? Leo wakati wa kumiliki, nilikuwa sijapanga somo hili. Nimekatiza tu nikasikia. Ambia watu wajiandae kwenye kumiliki na kutawala, maana safari imeanza. Liwe liwalo, muda si mrefu tunaenda kumiliki na kutawala. Na katika kumiliki na kutawala kuna mambo yatakayojua yajue. Mstari wa 7. Deuteronomy verse 8 verse 7. For the Lord your God is bringing you into a good land. Bwana Mungu wenu anawapeleka katika nchi nzuri. Nchi au basi niseme shamba zuri. Anasema a land of brooks of water, ni nchi ya vijito vya maji. Hakuna ukame. Anasema and of fountains and springs, na milima na springs ni chemichemi. Oh my God, hallelujah. Flowing forth in valleys and hills. Hiyo mito ikiteremka kwenye milima na mabonde. Anasema a land of wheat and barley, shamba ambalo au ardhi ambayo inasema ni mstari wa 8. Kiswahili kinasema land of wheat, kuna ngano na nini, and barley, ngano mizabibu. Anasema vines, mizabibu, and fig trees. Fig trees ni mtini, mtini. Alafu anasema and pomegranates, a land of olive trees, mizeituni na asali. Komamanga, miti ya mizeituni yenye mafuta na asali. Anawapeleka kwenye nchi ambayo hautapauka, yani ushaoga alafu haujapaka mafuta na parara, Kiswahili cha huko. Anawapeleka kwenye nchi ambayo hamtakuwa mmepauka, Kiswahili sanifu, sawa? Ile yani mnaonekana kama mnaenda kwenye vumbi alafu mkatoka. Anawapeleka kwenye nchi ambayo hamtafanana kama vinyau bila mmetoka kwenye unga. Anawapeleka kwenye nchi ambayo mtafanana angalau watu wenye afya. Kumbuka nilikwambia wokovu sio wa kuaibisha watu, sawa? Nilikwambia hajawahi kuwaokoa watu ili awaibishe aonekane kama hawakuwa na Mungu. Baba, kwa hivyo uelewe katika kumiliki na kutawala, huko ndiko tunaenda. A land in which you shall eat food. Mtakula chakula without shortage, bila upungufu. Unakula, unaacha, unapatia na majirani, sawa? Na ndugu wale wengine, sawa? Anasema and lack nothing, na hautapungukiwa chochote in it, katika hiyo ardhi hautapungukiwa katika hiyo nchi. A land whose stones are iron, nchi ambayo anasema mawe yake ni kama chuma. And out of whose hills you can dig copper, katika milima yake unaweza kutoa madini. Kwa lugha nyingine, when you have eaten and are full, maagizo yanaanzia hapo. Mtakapokuwa mmekula na mmeshiba, mchambariki Bwana Mungu wenu for the all good land which he has given you. Sharti la kwanza, mnapoelekea kumiliki na kutawala, mnatakiwa mseme Mungu wetu utukuzwe, maana unastahili kuabudiwa. Msianze kusema tulifunga sana, makosa makubwa. Tuliomba sana, tulikesha sana. Mkianza hapo Mungu anatoroka. Awache mmiliki wenyewe kwa sababu mna akili sana. Akiona mnaanza kusema nilifunga sana, nilikesha sana, nilikuwa tunaomba kila siku baada mbili, sijui nini. Mungu anaanza kusema mna kielehele. Mnaonekana mna akili nyingi. Sasa nawaacha mpambane wenyewe. Ogopa sana. Mtukuze Mungu, msifu, mbariki, mpe nafasi yote, kwa sababu hata hizo nguvu za kumiliki aliwapa yeye mwenyewe, sawa? Hakuna nguvu ya kwako, hauna uwezo wa kwako. Nawaambia masharti, usitembee na mdomo wa kujivuna na maneno makubwa yasiyokuwa na ufahamu. Unajua tulikuwa tunaomba sana, unajua sisi ni watakatifu sana, unajua sisi wewe. Hataki Mungu atoroke. Tunaelewana, sawa? Tunakubaliana kwa pamoja. Kila kitu kifanyika, sema Bwana utukuzwe, ni wewe umefanya. Amen. Yesu ubarikiwe, ni wewe umefanya.
asante mfalme wa ufalme, kama sio wewe tusingefanikiwa. Naomba hiyo lugha ikae hapa na ufahamu wako uwaze hivyo. Usiwahi kuwaza sio fulani ni mzuri, kanisa letu nzuri sana. No. Ni vizuri ujue ni Mungu anayekufanya umiliki na kutawala. Amen. Makosa wewe yanaanza kwa maneno ya kiburi. Maneno ya nini? Si nimeenda shule, wengine hawajaenda. Kuishi. Subiri. Si nimeenda university, wengine hawajaenda. Jioni si baya. Si nimefanikiwa, wengine huduma za wengine zimeanguka. Mimi kuna mchungaji mmoja aliniambia, alinifuatilia Basanoti. Tukiwa bado tuko Tanzania Mwanza. Yeye yuko mkoa wa Njombe, akaniuliza, akaniambia, tuko na wewe kwenye simu. Ananiambia mtumishi wa Mungu. Hata hivyo kwa muda ulipoanza huduma hapa Mwanza Usadara, na namna Mungu amekubariki mpaka unavyo, Bwana amekupeleka mbio sana. Sisi tumeanza huduma tunajua. Yaani hii speed Mungu amekupeleka nayo. Huyu Mungu wako ni mwingine, sio huyu watu wanafikiria. Amekupeleka mbio mno, yaani amekusaidia sana. Kwa sababu aliona speed ya namna vitu vinaingia, na namna Mungu ananipeleka, akasema huyu Mungu amekusaidia sana. Umeelewa? Sio nguvu zako. Huyu Mungu amekusaidia. Baada wakati huo watu wanaweza kuanza kanisa miaka 10, hakuna hata speaker. Sawa? Hakuna hata microphone, hakuna chochote. Lakini akashangaa kwa muda mfupi, naona kwanza ilikuwa miezi mitatu, sio? Baada ya miezi mitatu wa 4 vyombo vipatikana. Sasa huyu Mungu anayekupeleka anakusaidia, yaani ameshakusaidia sana. Maana kwa kiwango na tukijua watu hutumika, tena ni muda mrefu. Lakini uelewe kitu kimoja. Inagharimu namna gani unaamini neema ya Mungu. The way you believe the grace of God inaleta tofauti. Sawa sawa? Ukiamini neema ya Mungu ipe kusaidia, utaenda speed. Lakini kama unaamini tu ni mambo yako na kazi zako, hautaenda, kwa sababu unahitaji kitu cha zaidi cha kupeleka mbio kuliko unavyotaka wewe. Wakati mwingine unaweza kutaka speed lakini neema hauna. Sawa? Inabidi umuulize Mungu akupe neema, grace. Kuna watu wengine hata hivyo hawakuomba hiyo neema, but God gives them grace. Unaelewa? Ndio maana hatuwezi kusema ni nguvu zetu, ni Bwana atupae nguvu ya kumiliki na kutawala. Sawa? Utakaposhika chapa, jua ni Bwana, sio wewe. Sawa? Utakapoona ndio hiki, usiseme maana ndio wakati. Unajua sio kila huduma itaenda njia nyingine ilipita. Kama watu walitashaka mpaka wakumtukane Mungu kwa sababu ya kumiliki, sio kila mtu atapita hapo. Hapana, watu wanapita mitihani tofauti, na kila mtu anaenda na Mungu tofauti. Na kuna wengine wamepita mitihani yao, wengine hawajapita, lakini yote neema ya Mungu hugawiwa sawa na imani ya mtu. Kama unaamini sana, neema itakuwa nyingi. Amen. Usipoamini hakuna neema. Yes. Sasa kama unaamini sana, sasa lazima Mungu alete neema, maana unaamini sana. Hakuna dawa hapo, ni akupe tu, maana unaamini sana. Unajua nilikwambia imani zaidi ya uchawi. Unaweza kuamini upo wa mawe tatu na wale mamu wote wakaanza kuja hapa wakapona. Na wakapona ni wewe. Unaamini na Mungu analeta neema. Sawa? Unaweza kuamini viziwi wakaanza kufunguka. Viwete wakaanza kutembea. Unaweza kuamini wagonjwa wakapona. Unaweza kuamini nitakupa ushuhuda leo, siku leo kwenye baada ya vijana ndio ushuhuda. Kuna ushuhuda umetokea leo nikiwa natoka kule juu leo. Unaweza kuamini ukafanya vitu ambavyo havikutokea na vikawa. Kwa nini? Imani yako. How do you believe? Anasema be aware. Msikilize vizuri. Mtukuze Mungu nimesema sio? Be aware that you do not forget the Lord your God by not keeping his commandments. Baada ya Bwana kuwapeleka kwenye nchi hiyo, kwenye ardhi hiyo, kwenye baraka hizo, kwenye kutukuzwa huko, msije mkamsahau Mungu wenu. Amen. Maelekezo ya kumiliki na kutawala. Maana kuna uwezekano sana watu wakianza kumiliki hata vitu vinavyoonekana, sawa?
Hata huduma ikiwa kubwa, watu wakawa wengi, wakaanza kusikiliza, wakaanza kuingia, watu wanapotea tu, wanaanza kuhubiri vitu vya uongo tu, wanaanza kudanganya watu, wanaanza kufanya hivi, kwa sababu wanamsahau Mungu aliyewaanzisha zero. Akiwafikisha 100 wanasahau ni Mungu amewatoa zero, wanaanza kumtukana Mungu. Au wanasahau ni Mungu, wanaanza kusema kwa nguvu zetu tulifunga sana, mimi nimesoma theology, mimi sijui ni prophet wewe peke yako. Acha mchezo bwana, wapo wengi. Haleluya. Mimi ni pastor peke yangu. Wewe, wapo wengi. Wewe namba 40. Wapo wengine. Kwa hiyo usianze kusema ni mimi, watu huwa wanapotea. Kwa hiyo Mungu anatuambia, msije mkaacha amri zangu, his precepts and his statutes which I command you today. Unakuta kanisa likiwa limeanza, mchungaji anasimamia neno, anamwambia watu mpite hapa, piteni hapa, fanya hivi, msifanye hivi. Likishajaa watu, pesa zimekuwa nyingi, watu ni wengi, magari yamesimama nje, anasahau kuhubiri ukweli, anaanza kusema uongo. Ndio hivyo ilivyo. Wewe nenda hivyo. Sawa? Ndio nilisema hapa, unaambiwa ukweli, sio? Unakuta mtu ameendelea, anaanza kusema uongo tena madhabahuni. Anahubiri vitu ambavyo mpaka unasema mimi hapa tu kanisa. Kwa sababu tulikuwa tunaambiwa ukweli. Hawa wanakuja mpaka hata waambiwe ukweli. Hiyo ni kasoro ya kuinuliwa. Yaani Mungu anakupeleka kwenye nchi, anakuonyesha vitu vizuri, anakubariki. Lakini unasahau ndiye alikuwa anakufundisha tangu mwanzo. Unaanza kufundisha vibaya. Hata msahau Mungu wetu. Tumeapa. Amen. Hasa mwacha Mungu wetu aliyetutoa hapa, anatupeleka kwenye kumiliki na kutawala. Hatuto msahau. Mimi nimesema sijui wewe au not forget my God. Ninajua alikonitoa. Sawa, nisingekuwa hivi. Nisingekuwa hivi. So kuna dalili ya watu kumiliki na kutawala, alafu unasahau. Sawa? Unasahau. Akienda university, anakimpigia simu anasema pastor niko busy. Utanipigia siku nyingine. Na ametoka kanisani akiwa naomba, anatafuta uso wa Mungu, akishainuliwa tu kidogo, habari ya ibada anatoa naye. Amesahau Mungu aliyemtoa kwenye shida. Wengine wakishaoa na kuolewa ndio hivyo. Vitu vya kawaida sana. Watu wakishapata mali, unaona wanaenda mbali na Mungu kwa sababu wanasahau yeye aliyewapa kumiliki na kutawala. Mimi nasema tukimiliki na kutawala ndio tutaongeza ibada kuliko maelezo. Ndio tutaongeza maombi kuliko mwanzo. Ndio tutashinda hapo tunapanga mambo ya Mungu kuliko mwanzo. Tutakuwa na nguvu za kupeleka injili kuliko mwanzo kwa sababu anatubariki ili tutukuze. Amen. And the Lord will take away all your sickness. Hebu nirudi hapa basi. Inaenda wapi sio hapa? Hiyo sio yenyewe. Itakupeleka pengine. Lest when you have eaten and are full and have built goodly houses and live in them, and when your hearts and clothes multiply and your silver and gold is multiplied and all you have is multiplied, when your minds are and heart be lifted up. Nasema yani isifike mahali wakati mmekula mmeshiba, si kila unashiba au unasikia njaa unashiba, sio? Anasema na mkajenga nyumba nzuri mkae ndani, anasema na ng'ombe zikaongezeka, sawa, na kondoo na mbuzi na sungura na kila kitu vikaongezeka, anasema na fedha na dhahabu mkaanza kushika pesa zipo tu, kifanya hivi ukianza kushika hizo fedha, anasema kwamba zikaongezeka sana na mkafika mahali mioyo yenu na mawazo yenu ikainuka. Unajua kuinuka? Kiburi. Umeelewa? Kiburi. Mkaanza kuona ninyi ndio mmefanya. Ninyi ndio wazuri. Hakuna mwingine kama ninyi. Sio Bwana, ni sisi wenyewe. Unakumbuka nilikuwa nalima mpaka usiku. Na mwingine anakuambia ndio nimelima mpaka nimepata. Umesahau kama Mungu angeamua mvua inyeshe ifakie kila kitu usingevuna. Unatakiwa ujue ni Mungu akupae nguvu ya kupata utajiri. Unatakiwa ujue ni Mungu akupae kumiliki na kutawala. Ukianza kukosea, moyo wako utainuka, utakuwa na kiburi, utaanza kunena maneno ya kufuru, utaanza kuona wengine hawakuomba, wewe ndio umeomba, wewe ndio umetafuta uso wa Mungu. Na hiyo ndio inaanza kurudisha watu nyuma. Hata kama umefika kwenye mlango wa kufanikiwa, wanarudisha tena mtihani, wanaanza huko. Kwa sababu wanasahau ni Bwana amewafikisha hapo. Sawa? Ukumbuke ni nani? Ni Bwana. Yesu anakusaidia. Sawa?
Nitakapokuambia tena tuone, usianze kusema ni wewe. Usema ombi, ni Mungu mwenyewe. Kwa sababu hata tusingeomba bado ungefanya kama ni yeye anataka kufanya. Maana kazi ni yake. Na hata kama ungekuwa mmeomba na akakataa, haifaniki. Yeye ni Mungu pia. Sawa? Kwa hivyo ni lazima wewe ni Mungu akufanyaye kumiliki na kutawala. And you forget the Lord your God. Tena mkamsahau Bwana Mungu wenu, who brought you out of the land of Egypt, akawatoa kule Misri, and out of the house of bondage, katika nchi nyumba ya utumwa. Anasema, who led you through the great and terrible wilderness, aliwapitisha kwenye jangwa kuu, with its fiery serpents, jangwa ambalo lilikuwa na nyoka na nge, and thirsty ground, na ardhi ambayo ina kiu, haina maji, where there was no water. Imeshasema hiyo, mahali ambapo hakuna maji. Who brought you forth water out of the flinty rock, ambaye kwa mwamba maji yalitoka. Who fed you in the wilderness, aliwapa chakula kule jangwani kwa mfano wa mana, which your fathers did not know, ambaye baba zenu hawakuijua, that he might humble you, ili awanyenyekeze, and test you, na kuwajaribu, to do you good in the end, ili afanye mambo mema mbele ya safari au mwisho. Unaangalia mwisho, amesema to give you good in the end. Yani Mungu hujaribu watu mwanzoni, sawa, kuelekea katikati. Akiona mmestahimili na mnamfuata, anaacha kuruhusu magari, anawabariki mmalize vizuri. Hiyo ndio kanuni ya Mungu. Au hujanielewa mtumishi wa Mungu? Unielewe vizuri, sawa? Anajaribu, anaruhusu majaribu mwanzoni mwa safari. Gari inaenda kanisa, watu hawakuji. Ukiweza wanasema, sinajua watu wa hiyo kanisa ni fulani na fulani, hao ndio wa hiyo kanisa. Mungu anaruhusu mjaribiwe hivyo. Useme kwa nini watu hawakuja? Ni ruhusu. Mungu anasema hivyo. Alafu baada ya hapo, anaona mnaelekea mahali na mmemshika, hamjayumba na kumwacha. Haleluya. Anachokifanya sasa, anaamua kuwabariki. Anaamua kuachilia, lakini anafanya hivyo kwa sababu ya mwisho mzuri. Amen. Sasa tunaanza kuelewa, anawabariki kuelekea katikati huko, alafu anaandaa mwisho mzuri kuliko mwanzo. Ndio maana mimi wasikubali umekaa kwa Yesu siku zote, sawa? Alafu ukitaka kufa ugonjeke mpaka uchanganyikiwe. Hiyo imani siamini. Biblia yangu siaiona hapa. Amenielewa nimesema nini, sawa? Amenielewa vizuri, sawa? Yaani ukizee ugonjeke, mara kifua, mara wiki, mara kile, mara hapa, unakuwa kama matakataka. Alafu sasa naenda. Siamini katika hilo. Biblia inasema nini? Ili awape mwisho mzuri. Mwisho. Hajasema mwanzo mzuri. Awape mwisho mzuri. Na lazima ile ulidai na uombe Mungu mwisho mzuri. Usome tu kuendelea. The end must be good. Na mwisho mzuri pia una maana ya mbingu utakaa, holy heavens, uingie katika uzima na mbingu takatifu. Sawa? Haleluya. Kwa hiyo fika mahali wewe ni mapenzi ya Mungu. Anasema, and beware lest you say in your mind and heart, my power and the might of my hand have gotten me this way. Usianze kusema kwa katika mawazo yako na moyo wako, ni nguvu zangu. Nasikia marufuku kusema ni nguvu zangu, na uwezo wangu wa mikono yangu nimepata utajiri. Mungu atakupa na anaenda kukubariki. Hata hudumai Mungu anaenda kukubariki. Hivi ni vionjo tu tumekomea safari. Akisema kubariki, akatuambia hii yenu hapa. Sasa akifanya hivyo, hakuna kusema ni kwa nguvu zangu. Tumeelewana. Ukisimama kuchukua maji sema ni kwa nguvu za Bwana tumefika. Atakayesema ni kwa kuomba sana na kutoa maji kwenye mdomo, nikupe discipline.
Haleluya. Atakayosema ni kwa akili zangu, ni kwa nguvu zangu, au ni kwa sababu ninajua kufundisha au kuomba, marufuku. Biblia imesema usije ukasema ni kwa nguvu zangu, au nina nasema ni kwa sababu nina connection, nina mambo ya ambayo nimefanya ili ifanyike. Hiyo ni kosa la kiroho. Mungu anaweza kufuta kila kitu na ukashindwa kufanya, alafu akupe 10 years to come, ndio utajua hii ni adabu. Miaka 10 ijayo ndio utafuta kumiliki tena. Wakati mmefika mlangoni unaanza kudanganyana. Kwa hivyo uelewe, kumiliki na kutawala ni Mungu anataka tumiliki na kutawala, lakini hataki kujitukuza hata kidogo, hataki kiburi. Nini? Pride. Hataki majivuno. Watu wengi wameumia kwenye maisha yao kwa sababu walipopata kusoma, sawa, kilichowaharibu ni kiburi, hata sio pesa. Sawa, pesa walikuwa nazo, wakaanza kusema si kwa sababu mimi nilisoma nikafika PhD, wengine hawakufika, mimi naitwa kila mahali. Akaongea kidogo tu, mwisho amefutwa, haiko town tena, wamezika huko. Au kazi zinaisha, kila mtu anakutoroka kwenye company, ukienda kutafuta kazi, wabosi wanaambiana, ana maneno mabaya mdomoni mwake, maana wanajuana town nzima. Unaenda hapa, anaambia huyu ametoka hapa, huyo mtu anaongea vibaya, hata tumejaribu kuongea naye hatuelewi, ni mtu wa kiburi. Sawa, tutamkomesha, tapeni mtu wa certificate mlete, kwa sababu PhD yako ina kiburi. Umenielewa? Wakati mwingine watu wanaoa eti kuoa, anapoteza mwelekeo, anaona watu hakuna duniani, yeye peke yake ndiye anaishi. Wengine wanaolewa, wengine wanakuta elimu kidogo tu, elimu tu kidogo, anadharau kila, anasema ni mimi. Haleluya. Ni vizuri wewe. Kuna watu wanaweza kuanza kazi nzuri, biashara nzuri tu inamlipa vizuri, lakini sio muda mrefu kila mtu hafai, kwa sababu anauza, ananunua. Unaona sasa? Ushoe unasikia kila mtu anaambiana usiende kununua huko. Wakiambiana area nzima ambao utanunua hata sabuni. Alafu unaanza kusema eti nini? Watu hawanipendi. Wewe ndio mwenye maneno mabaya. Kiburi kinashusha watu. Kwa hivyo Mungu anaweza kutaka kumiliki na kukupeleka mbali, lakini italingana unyenyekevu wako ili ufikie malengo kamili ya mapenzi ya Mungu. Amen. Ndio. Hata kama utajenga nyumba nzuri, karibisha watu wa kule huko wakunywe chai. Sio nawaambia usiingie leo miguu yako imepasuka. Ukianza hivyo watu wanashangaa. Hiyo miguu yako unaweza kuweka shilingi 5 ndani, rudisha. Wanasema sawa. Tutaona kama utaishi kwenye hiyo nyumba. Unajua mtu anakufa mapema tu, naamka hivyo. Tena amekufia ndani ya room. Mungu ameua. Kwa sababu watu wameenda wakilia, amekuwa na kiburi baada ya kumiliki na kutawala. Hamjaona haya mambo? Ni vizuri kuwa mtu karibisha watu na kuwafurahisha wageni kama vile ninavyosema, na kuwapa nafasi ya kufurahia pamoja na wewe. Lakini unapoinuka, Bwana Yesu alikuwa anasema juzi, kuna baadhi ya makanisa nishawahi kufika nikiwa katika mji, hata kama hawajafika hapa, sawa, nikipata pesa vizuri nitanunua hata mic mpya nzuri niwapelekee, na watajita mwambia mtu yote, natoka tu nasema niwahi kuwa hapa nikahubiri hii mic pastor tumeenda, alafu naondoka. Unaelewa? Shaidoka sauti au kila kitu. Bwana Yesu. Pastor akifanikiwa wanadharau wazazi waliowazaa, sio? Wanaanza kuwaona wakufa. Ni mwisho wa kufanikiwa. Yaani hapo ndio unaanza mwisho wa kufanikiwa kwako. Kwa sababu unatakiwa umtukuze Mungu na useme ni kwa mkono wako nimefika hapa nilipo. Naenda kumaliza. Sikutaka kupita muda huu. Amen. Tunajiandaa kumiliki na nini? Wanasema around the corner. Karibu tuna kona hapo tunaenda. Sasa tukisema around the corner, acha mimi ya kiburi. Fika hapo kusema ni Bwana, ni Bwana. Hata siku ile nikuita, hata ukisahau kunisalimia, unasema ni Bwana. Ni Jesus. It is about you, oh Jesus. Ndio umesahau kunisalimia, sitakulaumu, nimeshakwambia. Yes, it's about Jesus. Hata nikisikia Jesus sana, huyo tu mradi umesema Yesu hakuna shida.
Kama ungesema nyamkera sijui na nyoka ningekushangaa. Ila ukisema Yesu nitasema hakuna shida. Yesu. Ni Yesu It's about Jesus. It is all about Jesus. It is all about Jesus. We love you. We worship you. We glorify your name. This far you have brought us. Wewe ni Ebeneza. Hata ukilia wanuke chini, ndashukuru tu maana hii kazi ni sawa. Si unasema Yesu. Hata ukisahau nisalimia siku hiyo. Mradi tu ni Yesu unasema amefanya. I have no problem with that. Na ujifunze hata hiyo afya ulionayo. Not because of your prayers. Sio kwa covenants zako nyingi. Tunatoka shuhuda nyingi. Nilifanya covenant na Mungu. Covenant gani wewe? Mungu akiamua uwe mgonjwa pamoja na covenant utakuwa tu. It is just God who makes you to be what you are. So, it's all about Jesus. Ni Yesu tu. Anakufanya tu pumue, uwe strong. Mimi kuna wakati huwa nafanya kazi ya pili tu anaweza kufikiri nimechoka. Nikimaliza bado nina nguvu. Sasa huyu mtu ana shida gani? Nina nguvu kutoka kwa Yesu. I cannot explain how I get strength. Wao wanaweza kusema wote nyumbani wamechoka. Huyu anaelewa. Wote kila mtu anasema nimechoka wamefanya. Mimi mpaka niko strong. Sasa huyu mtu anafanya. Na nikija yani huyu mtu is all about Jesus. Amen. It's all about Jesus. Sio maombi yako. Sio kwa kukesha sana. No. Sio kwa kumake covenant. Mwenye agano ni Yesu mwenyewe. Sio kwa sababu ya kukumpendeza. Sio kuna umejiona hauendi duniani kwa sababu. No. Kwa neema yake. It's all about Jesus. Naomba kuanzia leo. Amen. Jifunze kusema Yesu. Tunaenda kutawala na kumiliki. Na usisahau kuomba mpaka imetokea kwenye macho yako. Sawa? Maana around the corner si mbali. Tukishafika katika kumiliki na kutawala. Tena tumeanza kwenda kwenye ulimwengu wa roho. Tumeanza kusafiri. Tunakaribia bahari alafu kwenye mwili tutatua. Tumekamilisha kazi. Nataka ujue ni Bwana. Amen. Yes. Haleluya. Hata wakati mwingine utaweza kufanikiwa na watu watashangaa. Usianze kuwapa maelezo ya maombi yako. Sawa? Usianze kuwapa maelezo ya kufunga na kugesha. Waambie ni Bwana. Ningekesha nisikeshe ni Bwana. Ningefunga nisifunge ni Bwana. Ningepigana vita nisipigane ni Bwana. Kwa sababu kama angesema sikuinui, it will just come to pass, hawezi kukuinua. Kama angesema sikubariki, bado ingetokea hakubariki hata kama ungefunga na kuomba. Yeye ndio anasema umrehemu amrehemuye. Kumpenda mpendaye. Hivyo hakuna mtu anamshawishi Mungu kumpenda. Yeye huwa anaamua I'm loving Victor. Alimwambia Daniel enenda za mtumishi upendwaye. Mtumishi upendwaye. I love you Daniel. Hakuna mtu alimwambia Mungu ampende Daniel. Mtu ampende Daniel, Mungu ampende Daniel. Ila Mungu alimpenda Daniel kwa kuwa alitaka kumpenda. Amen. Sawa, najua kuna mafundisho mengi kujifunza sana. Mimi nikesha siku 665. Mimi nikaa maombi makavu mlimani 40 days. Everybody has his own testimony. But tukikusanya zote tunasema kama ungefunga siku 365 na Mungu asikubali, ungeinuliwa? No. There is like that. Kama ungeweza kukesha miaka yote kanisani na Mungu aseme sikuinui, bado usingeinuka. Sio? So inabaki it is God. Huwa anaamua kumpenda mtu. Na akamwambia Daniel, mtumishi upendwaye, nimekuletea majibu. Malaika amekuja, wewe mtumishi upendwaye, nimekuletea majibu ya maombi yako. Apendwaye. Na ukiangalia sio kitu gani kilifanya Mungu ampende Daniel. Hakuna mtu alimshawishi ampende Daniel. Ila nitakufundisha siku moja nguvu ya utakatifu. Nguvu ya nini? Ya kuishi maisha clean. Haleluya. Inafanya Mungu ampende mtu. Hiyo tu pekee yake inaweza kumshawishi Mungu aelekee kwa mtu. Safi. Kwa mikono yenu. Na ndio maana kanisa likitaka kuharibiwa, usafi unaondoka. Alafu Mungu anakosa kuwapenda watu. Mnakuwa mmefarakana na Mungu. Kila mtu akiomba hakuna kinachoenda. Because mmekuwa wachafu. Kwa maana tukimaliza masomo ya zina, hata rudia kufundisha. Nakwambia John,
Kaa nao vijana uambie tunamalizana hapa. Sawa? Wewe fulani kaa na hao. Tunafundisha mambo mengine. Tunamaliza hiyo kesi ya huko. Sawa? Tunafuta uchafu, alafu tuweke usafi. Alafu Mungu aendelee kufanya kazi yake. Amen. Hatafundisha mafundisho hayo kila siku kila mwaka. Hapana. Tunafuata tukimaliza tunaanza utii. Vitu kama hivi. Sawa? Tunajifundisha namna ya kusimama imara, kushindana katika ulimwengu wa roho. Namna ya tunaenda mahali. Amen. Sawa? Utendaji wa Mungu. Kuna mambo ibada ya mbinguni. Kuna mambo mengi. Sasa tutamaliza haya ya midhambi, sio? Shinda, uongo, uzinzi, uasherati, vitu vya ujinga. Tukishamalizana na hizi kesi za hapa, tunaanza kesi kubwa. Mambo makubwa, siseme amen. Makubwa. Aliweza kutukulikia mambo zina kila mwaka tunazungumzia habari hiyo. Tunazungumza na tunashaka tumeweka msingi, sio? Kila tajaji na Bwana na wote uovu. Alafu tunaanza kujenga mambo. Kwa sababu lazima tukue. Sawa? Wewe sasa hivi unaweza kaa mbele ya mama yako unalia. Wewe unaweza ndio? Hapana. Lakini wale wadogo watalia. Wanakuwa. Kwa hiyo tutakuwa mpaka tufike mahali. Tunaambiana namna ya kukumiliki na kutawala maandalizi yako. Unafanyaje? Ondoa kiburi. Mdomo unaweza kufungia mlango, sawa? Namna unavyoangalia mtu. Unajua huyu amendharau. Hii ni kiburi, sio kuzuri. Kuna namna tu mtu akiongea na ukigeuka tu kimwacha anajua huyu amenidharau. Hii sio sawa. Na hiyo hata kuna namna unaenda kwa Mungu ukitaka kuondoka anaona unavyotoka. Hata shukrani hakuna. Huyu mtu subiri. Tawekea kwenye kona. Ni kwa sababu anataka unyenyekevu. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen. Tumshukuru Mungu.